haijulikani who is next. Na unaweza ukamwona mtu, si leo ndo tuliongea naye, leo nimemuona marikiti pale ananunua futari, huyo bila kuumwa, bila kushtakia chochote, lakini ukasikia matangazo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hivyo ndivyo ilivyo hali. Waman nasu wal ahluna illa wadai'un. Hawakuwa hawa watu wote, hizi ni amana zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala budda min yawmin an turadda alwada'i', na hakuna budi, ipo siku amana hizi zitarudi. Yule aliyesema kullu bin untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a manqulu, kila aliyezaliwa na mwanamke hata awe na umri mrefu kiasi gani, lakini siku moja atabebwa ala na'shi almayit alatin hadba'a manqulu fa idha hamalta ila alquburi janazatan fa'lam annaka ba'daha mahmulu. Utakapombeba jeneza siku yoyote kwenda kuzika, tambua kwamba ipo siku itakuja kuwa zamu yako. Sisi tumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwamba bado tupo hai na tuna nguvu, tuna siha, tuna afya ya kuweza kuendeleza mambo yetu. Hilo ni jambo kubwa sana. Mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwenye kushukuru kwa neema yoyote Allah ana ahadi yake, anasema wala in shakartum la azidannakum, mkinishukuru mimi nitawaongeza. Kwa hiyo Rabbi, tunakushukuru kwa neema ya siha na afya na uzima na uhai. Ikiwa yule mja mwema aliyekuwa anapita kwenda msikitini alimuona mtu mwingine ambaye amepata mitihani, yeye akaona kwamba hakuna mtihani isipokuwa akakusanyiwa yeye, macho hana, miguu hana, mikono imeparalyze. Hizi ni neema kubwa ambazo binadamu akizikosa anapata tabu sana. Lakini alikuwa akisema maneno yule bwana, anasema alhamdulillahi alladhi afani mimma bitala bihi kathirun min khalqi, namshukuru Allah ambaye amenipa siha, akanivua, akanichagua, akaniweka mbali na matatizo mengi ambayo amewapa waja wake. Yule mja mwema akashangaa, mimma afaka Allahu ya abdallah, we mja wa Mungu, we Mungu kakuvua na matatizo gani? Kakuweka mbali na balaa gani? Macho huna, miguu we ni kiwete, mikono imeparalyze, alafu unasema Mungu amekuweka mbali na balaa alizowapa watu. Mimma afaka Allah, hebu nieleze Allah kakuafu na kitu gani wewe? Anasema laqad a'tani lisanan dhakira wa qalban shakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira. Mimi unionavyo hapa, pamoja na hivi unavyonitizama wewe, lakini kuna mambo matatu Mungu amenipa, wengi hawajapata. Kwanza, amenipa ulimi wenye kumkumbuka na kumtaja kila wakati. Kisha amenipa moyo ambayo unamwaza yeye kila wakati, unamfikiria na kumdhukuru katika moyo wangu. Kisha amenipa mwili ambao unavumilia masaibu na mitihani. Hivi unavyoniona, nashukuru. Huenda hii ikawa ndo kheri yangu Mwenyezi Mungu kunijalia hivi. Haijulikani ningekuwa na miguu sasa hivi ningekuwa wapi, ningekuwa na macho sasa hivi ningekuwa wapi. Basi nashukuru kwa hilo. Sasa mja mwema kama huyu mtu, mitihani yote hii anashukuru kwa staili hii. Je, sisi ambao hatuumwi hata na ukucha, kutokea tuzaliwe hatujashtakia matatizo makubwa, shukrani gani tunapaswa kuzirudisha kwa Allah? Turudisheni shukrani kwa Allah kwa kutujalia hivi tulivyo. Hata ukiona kuna mapungufu, hakuna mapungufu. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala hayo unayoyaona mapungufu, kumbe ndio kukukamilisha wewe na kukufanyia ihsani na wema katika kukuchagua. Katika mwezi wa Shaaban
nilialikwa katika Masjid Nur hii hapa na ndugu zangu kwa ajili ya zile darasa za kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa yale tuliyoyazungumza, nilisema katika mwezi wa Ramadhani usikose kufanya baadhi ya ibada hizi. Nikataja ibada nyingi, waliokuwepo hapa wanazikumbuka kwamba itakavyokuwa, lakini usikose kufunga, usikose kusoma Qur'an, usikose kutoa sadaka, usikose salatu tarawih, usikose qiyamul layl, usikose kufanya i'tikaf, usikose, mwisho nikasema usikose kuomba dua, kwa sababu Mtume anasema lis-saimi da'watun la turad, mwenye kufunga anayo dua yake ambayo hairudishwi. Wanaokumbuka maneno haya wanayakumbuka vizuri sana. Sasa nataka niulize swali langu kutokea uanze kufunga mpaka siku ya leo, je, ulitafuta wakati maalum ukasema huu ni wakati wangu sasa wa kuitumia ile hadithi ya Bwana Mtume aliyesema kwamba mfungaji ana dua yake hairudishwi, sasa ndo naitumia? Ni wangapi katika sisi ambao ameitumia nafasi hii? Ni wangapi? Usione tabu, tunasoma na tunakumbushana. Lillahi, kama umefanya hivyo, sio zile dua za jumla jamaa, Imam tuombe dua, sio hizi dua yako wewe, tena ufiki umewaza kusema ya Rab, Mtume wako anasema lis-saimi da'watun la turad, na mimi niko hapa naitumia nafasi yangu hii kwamba mfungaji ana dua isiyorudishwa. Ya Rab, dua yangu mimi ni hii. Ni nani katika sisi amefanya hiyo kazi tokea Ramadhani ya kwanza? Shakir umefanya? Shakir namuonea sana kwa sababu ndio mtu wa karibu. Anajua tukitoka darasa hata naambia mbona unaniaibisha? Yeye hajafanya. Na wengi hatujafanya. Wengi hatujaitumia hii opportunity. Hii ni fursa. Na sio fursa tu, bali inaha fursatun dhahabiyya. Ni golden chance. Unajua kwa nini Mwenyezi Mungu kataja katika hizi aya mambo ya dua? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآيات. Huku kuna aya zinazohusu mwezi mtukufu wa Ramadhani na saumu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mpaka mwisho. Alafu imekuja aya baada ya shahru Ramadhan inasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, watakapokuuliza wewe Muhammad waja wangu kuhusiana na mambo ya dua zao wanazoniomba mimi, niko wapi, niko mbali kiasi gani, waambie mimi niko karibu sana na wao. Tena si hilo tu, najibu maombi ya muombaji muda anaoniomba. Basi na waniitikia ya kwangu na waniamini kikweli.
huenda wakapata irshadi na uongofu. Kisha ikaendelea illa lakum lailata siyami, yani kama unaweza ukasema imetoka kidogo siyak katika mazungumzo ya saum, imeenda kwenye mambo ya dua, alafu imerudi tena katika mambo ya ibada ya saum. Kwa nini? Hiyo ni indication. Katika ulama wa tafsiri kuna kitu nakiita isharatun nas, kuna dilalatun nas, kuna indication ya nas ya maneno ya Allah, kana kwamba anataka kukubutua na kukushtua wewe mfungaji kwamba muda wako unapoendelea na saumu usije ukasahau kitu kinachoitwa dua, kuwasiliana nawe na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Sasa ni wangapi tumeshalifanya hilo? Ile dua yetu na nafasi yetu ya lisaimi da'watun la turad. Angalia mchana kutwa wewe unahangaikia iftari tu, jasho linakutoka kule markiti nini, bado njiwa apaka njiwa ni katika iftari, unakwenda mbio wewe katika kutafuta, uko dukani unauza ukinunua, biashara imenoga katika mwezi wa Ramadhani. Haya sawa, uko kwenye kazi na kazi ni ibada, ndio umeshamaliza, umeenda msikitini, umemaliza tu kuswali, mbio umewaacha pale customer watatu, hakuna dua, mpaka hivyo hivyo linakuchwa. Ikishafika wakati wa kufungua tu unakimbilia glasi ya maji, unakimbilia viholoso kadhaa, dua unaisahau, unakwenda unaswali, unasahau ule wakati wako muhimu na munasaba wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni favor Allah katoa kwa wafungaji. Nasema wewe mfungaji una dua isiyorudishwa. Hiyo dua isiyorudishwa umeiomba lini kutokea ya Ramadhani ianze? Sasa hongera kwa mtu huyu ambaye alilitambua hilo kutokea day one, na sasa hivi bado tuko mwanzo sana Ramadhani. Tena akasubiri na akalinda na kuchunga zile nyakati ambazo ni mawanna ya kupokewa dua. Ulama wanatuambia kuna sababu mbalimbali za wewe kupokelewa dua zako. Miongoni mwa hizo ni ilhah fi dua, ni kuomba tena kama unasisitiza lile unaloliomba, ya Rabbi hili. Alafu ukaangalia zile nyakati ambazo zinakubaliwa dua, mfano aqiba salawati almafruḍa, mwisho baada ya kumaliza ibada. Na hata hii ibada ya funga inamalizika wakati gani? Wakati jua linazama. Sasa pale unamalizia saumu yako, pia ni vizuri sana, ya Rabbi, unamlilia Mola wako kwa maneno mazuri. Muombaji unatakiwa uwe selective. Unamsifu kwanza Mwenyezi Mungu, unamtaja kwa majina yake mazuri, unamsalia kipenzi chake Mtume, alafu sasa unamuomba haja yako. Waarabu wanasema istinas kabla sual. Kabla ya kuomba, hebu fanya istinas. Istinas ni kama kubembeleza. Unajua wale wanaokaa mashambani, wanaokama ng'ombe, mifugo yao, maziwa. Wewe unafikiria anaondoka tu na kopo lake anaenda anakamata chuchu zile anakamua? Hapana. Utafika unaona anampiga ng'ombe wake kidogo mgongo, anampapasa. Utasikia anaimba saa nyingine, anasema naye maneno kidogo, anamuandaa. Ile inaitwa istinas. Hata ukija kwangu kwa yule una haja, huwezi kumwambia tu, bwana hebu nipe kitu fulani hapa. Kwanza utaanza introduction. Bwana umeamkaje, baada ya salamu, watoto hawajambo, kwa mzima, siha yako, bwana wewe ni mtu muhimu sana kwetu. Wengine wanakwenda mbali, bwana wewe ndio unaniweka mjini mimi, leo mwenzako ni hivi, na unaanza maneno yaliyomo na yasokuwemo. Kwa sababu gani? Umeanza kwanza kumtaja kwa maneno mazuri. Sasa Allah unamuomba vipi wewe? Abu Nuwas alikuwa mtata sana.
Kuna maneno aliwahi kuyasema mpaka watu wakamhukumu kwamba ni zindiq. Na zindiq ni mtu hatari. Aliwahi kusema maneno haya: da'il masajida lil'ubadi taskunuha wa tufbina hawla khammarin liyaskina ma qala rabbuka waylun lil'ula sakiru inma qala waylun lilmusallina. Maneno mabaya, watu wakamkasirikiana mpaka baadhi yao sasa, huyu atakifa msende kumzika. Tazandak, yani acha misikiti na wenye kusali waendelee kufanya ibada huko, kwenda njoo mimi na wewe twende tukatafute pombe tulewe. Mola wako hakusema adhabu kali kwa wenye kulewa, kasema adhabu kali kwa wenye kuswali. Ukiangalia maneno ni maneno mabaya. Muislamu anapoyasema anaingia katika ukafiri min awsahil abwab. Lakini hoja, unamaliza vipi maisha yako? Innamal a'malu bil khawatim. Kuna watu wanaanza vibaya lakini wanamaliza vizuri. Kuna wengine wanaanza vizuri wanamaliza vibaya. Na hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Lakini huyu bwana katika maisha yake ya mwisho Mwenyezi Mungu alimpa maradhi, akampa maradhi ya kansa ya ini, akawa yuko taabani. Angalia namna alivyorudi kwa Allah. Wakati wanamwandaa kwa ajili ya kumkosha na kumvisha sanda, wakapata maneno. Mkewe anasema haya alikuwa maneno akiyasema kila wakati. Anasema Rabbi, Mola wangu, in azumat dhunubi kathratan falaqad alimtu anna afwaka a'zam. Mola wangu we, hata dhambi zangu zikiwa nyingi kiasi gani, mimi najua kwamba msamaha wako ni mwingi kuliko dhambi zangu. Mimi nimetambua kwamba ziwe nyingi zitakapokuwa dhambi zangu, lakini haziwezi kushinda rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shetani atakapokudanganya wewe kuhusu dhambi zako nyingi, mwambie shetani msamaha wa Mungu ni mkubwa na ni mwingi kuliko hizo dhambi. Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Uko nyuma kasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Akitaka jambo analiambia kuwa liko. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nabii Isa aliumbwa binadamu wa pekee ambaye ana mzazi mmoja tu, mama, hana baba. Kujaje katika hii dunia? Kwa maneno hayo kun Isa fakana Isa. Sasa wewe unamtafuta undani Mola kama huyo, unaanza kumpekua na kumhukumia kwamba ana watu wengi wanapeleka maombi. Tena unasema sasa, mbona ni Ramadhani ngapi mimi nishaomba sana dua, niliomba angalau basi mwaka huu nipate mtaji tu wa milioni 10. Leo Ramadhani ya 10, angalau hata ingekuwa ananipa milioni moja ningekuwa mimi sipati chochote. Sasa hizo dua hizo zinakwenda wapi? Kwanza hiyo ni suul adabi ma Allah. Ukisema maneno hayo ushakosa adabu kwa Allah. Ibn Ata'illah As-Sakandari, wema waliotangulia, alikuwa akisema haramaka fa'atak. Kuna watu wengine wanafikiria kama wamenyimwa, kumbe ndio wamepewa. A'taka faharamaka. Na kuna wengine wanaona kama kwamba wamepewa, kumbe ndio wamenyimwa. Ile kunyimwa kwako pengine ndio kupewa. Na wewe unafikiria katika yale aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaona hayana maana yoyote. Riziki ngapi Mwenyezi Mungu amekupa? Kuna watu wengine tunahesabu riziki ni pesa tu, riziki ni ugali tu, riziki ni wali tu, riziki ni tende tu. Hata siha na afya ni riziki pia.
Je, umeomba wewe leo ni mwaka wangapi wewe hushtakii maradhi yoyote? Ulimuomba Mwenyezi Mungu, mbona mengine anakupa Mwenyezi Mungu bila wewe kumuomba? Kuna vitu vingapi vimekuja tu katika maisha yako bila ya kumuomba Allah? Laisa shartan an yakuna ar-rizqu malan, qad yakunu ar-rizqu khuluqan wa jamalan. Mshairi anasema sio sharti kwamba riziki iwe ni pesa tu. Kuna riziki nyingine ni akhlaq zako nzuri ulizokuwa nazo. Kuna riziki nyingine ni uzuri wa sura yako, namna Mungu alivyokupamba. Kuna riziki nyingine ni afya ambayo inatembea katika mwili wako. Kuna riziki nyingine ni stara ambayo Mungu amekupa. Hizi zote wewe unazihesabu ni kitu gani? Sasa ngoja nikupe sababu kwa nini mara nyingine hukioni kile unachokiomba. Nimeomba hiki lakini sijapata. Nitakupa sababu yake. Na si mimi mwenye kutoa sababu, ni Mtume Muhammad. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anasema, ma min 'abdin yas'alu Allah ta'ala da'watan laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu ihda thalath. Sasa nataka kukuthibitishia kwamba maombi yote unayoomba, dua zote unazoomba, Mwenyezi Mungu anazisikia na anakutakabalia. Mwenyezi Mungu anazipokea na unapata unachokiomba, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliyesema ud'uni astajib lakum, niombeni nitakupeni. Na Mwenyezi Mungu havunji ahadi. Sio kama mimi na wewe. Ahadi ya Mungu ni kweli. Na maadamu amesema omba nitakupa, omba utapewa tu. Sasa Mtume anakueleza hikma ya mara nyingine kuchelewa kupewa au kutoona kwamba mbona sijajibiwa. Anakupa hikma zake kwa kusema kwamba ma min 'abdin yad'u bid'awa, hakuna Muislamu yoyote, mja yoyote anayeomba dua ambayo laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim, haina dhambi ndani yake wala haisababishi mtu kukata koo yake. Yani katika hiyo dua yako isiwe kwamba unaomba vitu vya kukufanya upate dhambi, wala usiombe vitu vya kukufanya iwe sababu ya wewe na watu wako kukatika koo. Isiwe. Omba dua ambayo ina mambo ya kheri na mambo ya manufaa. Isiwe na mambo haya. Asema Mtume, ukiomba dua ambayo haina vitu viwili hivi, atahu Allahu biha, Mwenyezi Mungu atampa kwa dua hiyo ihda thalath, moja katika vitu vitatu. Dua yote unapata moja katika mambo matatu. Imma an yustajabu au an yustajaba lahu. La kwanza hilo, ambalo hili ndilo liko katika top of the list. Ima Mwenyezi Mungu atakukubalia. Kiomba tu ya Rabbi kitu fulani, Mungu anakupa na unasema alhamdulillah, nilimwomba Mungu anipe kitu fulani na Mungu amenipa. Wewe katika mambo yako yote, maisha yako yote, unaweza ukasema kwamba hakuna kitu ambacho ulikuwa unatamani sana na unakiomba sana ambacho Mungu hajakupa. Chochote tu. Pengine ulikuwa huna mtoto, kaomba sana, ya Rabbi nipe mtoto, Mungu akakupa mtoto. Unatamani mke mzuri, ya Rabbi ukapata. Unatamani kuwa na nyumba yako, ya Rabbi umepata. Unatamani kuwa na kazi yako. Hakuna katika maisha yako yote wewe uliwahi kuomba dua ambayo Mungu hajakupa. Yapo mengi tu. Kwa hiyo ikiwa kuna kheri katika ulichokiomba, yastajibu Allahu lida'watik. Akiangalia Mwenyezi Mungu hii dua mja wangu, hakuna qati'atu rahimi, hakuna ithmi, nampa. Kwa mapenzi yake Allah anakupa. Ndipo pale unaposema alhamdulillah, mimi sijaomba dua nikarudishwa na Allah. Au ikiwa hukupewa ile dua ambayo umeiomba, yadakhiru Allahu lahu fil akhirah. Mwenyezi Mungu anasema mja wangu, hii nakuwekea akiba. Ile siku ambayo
utahitaji sana wewe jambo na hupati. Siku gani? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Mwenyezi Mungu anakuwekea akiba kwa sababu yeye ndio mwenye kujua kilichokuwa cha maslaha kwako ni kipi. Ya kwanza, amejua kwamba kuna khairi kwa ile analoliomba mja wangu, amekupa. La pili, Mwenyezi Mungu anakuambia badala ya kukupa hicho unachokiomba hapa akhera, hapa duniani, mimi naona nikuwekea akiba nije nikupe, kwa sababu mimi najua maslahi yako zaidi kuliko wewe unavyojua maslahi yako. Kati ya wewe na Mwenyezi Mungu nani anajua hasa kilichokuwa cha khairi kwako? Kitu gani? Unajua kilichokuwa cha khairi kwako? Hujui. Sasa Mwenyezi Mungu anakufanyia. Ndio maana mmoja katika waja wema anasema, mimi nikimwomba Allah jambo akinipa huwa nafurahi sana. Lakini nikimwomba Allah asinipe lile jambo, nisipate, basi nasema farhati takunu adhaafu adhaaf. Furaha yangu inakuwa maradufu. Kwa sababu gani? Nasema kwa sababu chaguo la Allah ni bora kuliko chaguo langu. Mimi chaguo langu ni kulipata lile jambo. Lakini chaguo la Allah ni kuninyima, asinipe, nisiwe nalo. Sasa kuna kipindi Mungu anakujaribu. Na hata sisi tumeambiwa hebu tuwape mtihani mayatima. Katika suratul Nisa Allah anasema, wabitalu liyatama hatta idha balaghu nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum. Yani wapeni mtihani mayatima, yani wale mayatima ambao mali zao mnazo nyinyi, msiwape zile pesa au mali wakazifanyia fujo. Wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Kwa sababu ukishamuona huyu ni safiri, umpe milioni 100, baada ya siku 3 hana hata shilingi, na muulize umefanya kazi gani, amevuruga tu. Huyu ukimpa pesa wewe unapata dhambi wewe. Sasa ikiwa unataka kumpa mwenyewe ule utajiri wake na pesa zake, mpe mtihani kwanza. Bwana, mimi nataka pesa zangu za mzee wangu, nishakuwa mimi Rashid sasa hivi ni mtu na miaka 18 sasa, nafanya mambo yangu. Basi sawa, hebu chukua hizi kwanza milioni 10 kafanya biashara nikuone. Pengine kuna milioni 500 zake, lakini unampa kidogo, unampa mtihani. Hebu fanya, nunulie tuktuk, bajaji, uone anafanyaje kazi. Ukiona bajaji imenunuliwa baada ya wiki imeuzwa, pesa imeenda kununulia marungi gat, bado hujafikia, bado huwezi kupata pesa hizo, japokuwa ni pesa zake, lakini unamfanyia ile. Sasa lillahi almathalul a'la. Wewe siku zote unachoomba ni fedha. Ya Rabbi niwe tajiri, ya Rabbi niwe kama fulani, ya Rabbi, ya Rabbi. Kwani mimi nimemkosa nini? Alafu wewe unamlaumu Mungu umo kwenye. Mbona ni pira Ramadhani ya ngapi? Na unasema mwenye kufunga na dua hairudishi. Mbona yani ninarudi? Unataka pengine hicho unachokiomba Mwenyezi Mungu kishaona, waja wangu mimi nikimpa tu hizi hela, siku ya pili atalewa mpaka alewelewe huko mitaani, na mimi nampenda mja wangu, namnyima. Katika suratul Balad Mwenyezi Mungu anasema, innal insana la yatgha, hakika mwanadamu ana tabia ya kupindukia mipaka, anachupa mipaka katika maasi. Wakati gani? Aya ya mbele inasema someni kwa nguvu nisikie. Arraahu stana, anapojiona kwamba ametajirika, amemiliki. I'm the boss now. The boss is always right. Mimi nikisema kitu hamna kupinga. Kila kitu kidogo yeye anatoa maneno machafu, anabadilika vile vihela kidogo.
Wengine wanavyohesabu ni hela vya kununua vocha tu, yeye vimempeleka crazy mpaka anatukana mamake na babake. Arraahu istana. Aliomba huyu kwa Mola wake, ya Rabbi usinisahau ni Ramadhani hii. Basi haya, katokezea mtu mmoja kaambia, wewe hagala zote za mwaka unakupa wewe, hii kafanya biashara. Basi yeye ile itampa kiburi na ujuba, takabbur. Kitu ulichokuwa unakiomba kimekubadilishaje? Au hamjaona watu walikuwa maskini, walikuwa na tabia nzuri, 5 salawat ma adhana almuadhdhin illa wa huwa dakhil almasjid, ibada kwenda mbele. Alipopata hela tu asema, mimi niliswali siku zote sikupata chochote, nilikuwa nikijipiga na majambi bure tu. Sasa hivi niswali nini? Na shida gani mimi mpaka niswali? Kasali nyinyi mwenye shida. Hao watu hawapo hao. Asema mimi sio tena mtu wa kukaa hii mitaa, siji kwa Haji Tumbo wapi. Mimi mitaa yangu kule ambako kuzimiki umeme 24/7. Unaona maneno mabaya machafu anayatoa. Basi Mwenyezi Mungu anakunyima kwa hikma. Na chaguo la Allah ni kubwa kuliko chaguo lako. Sasa ukiomba, ndugu yangu, siku zozote, hata iwe ni miaka 100 imefika hujapewa, usiseme Mungu mbona hatimizi ahadi yake. Mwenyezi Mungu anajua kilichokuwa cha kheri kwako ni kipi. Wewe kubali. Najua ya Rabb, hujanipa hili ninaloliomba. Unaona kwamba kumbe halina maslahi na mimi, au litanipeleka vibaya, au itakuwa ndo sababu ya mimi kupotea. Umeninyima kwa hikma zako, najua. Ndio maana nasema in kana alkhaira fi ta'jil ujil. Ikiwa kheri ipo katika kuletewa haraka maombi yako, utaona kesho kutwa tena mara nyingine pale unaomba tu, anaweza kaja mtu pale unachokiomba ukapata, kwa sababu Mwenyezi Mungu kishaona kheri iko hapo. Lakini ikiwa hakuna, usisisitize na uwe tayari kupokea. Ya Rabbi, napokea kile ambacho umenipa. Kwa hiyo ikiwa kuna kheri anakupa, au anakuwekea akiba, niwekea akiba. Jambo la 3, au yasrifu anhu min ash-sharri mithlaha. Kile ulichokiomba ni kingine, lakini Mungu anakupa kingine. Wewe mfano umeomba unataka fedha, na ndio maombi ya wengi. Mwenyezi Mungu anakupa siha na afya. Sasa kati ya siha na mali, kipi muhimu? Najua wengine wasema bora niumwe lakini niwe niko nazo. Mzee anasema zamani nilikuwa mimi na siha tunazitafuta mali, niliozipata mali ikawa zote sasa nazitumia kuitafuta siha yangu iliyozorota. Wapo watu milionea lakini hawazionei raha hela zao kwa sababu ya maradhi na siha imeshatoweka. Afya, Mtume anasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, siha. Sasa wewe umekazania tu mtaji wa milioni 40, ya Rabbi minazi yote iwe yangu, ya Rabbi ya Mwenyezi Mungu hakupi ile, anakupa siha. Kuwa na siha, ishi vizuri, anakupa rahatun nafsi, anakupa qanaatun nafsi. Wao nafikiria kwamba hicho ni kitu kidogo. Abbas kaja kwa Mtume ami yake, anambia Rasulullah, niombee kwa Mwenyezi Mungu, au niombe nini mimi kitu kikubwa? Akamwambia ya am, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah alafia, muombe Mungu akupe afya. Kwani alikuwa anashindwa kumwambia, mwambie kujalie mitende yote ya Madina iwe yako? Alikuwa anashindwaje? Shida zipo nyingi, lakini anambia salillah alafia. Ma a'tahu Allah, mja hajapewa na Allah baada al-imani wat-taqwa kitu bora kama siha na afya. Muombe akupe. Sasa ikiwa kuna kheri Mwenyezi Mungu atakupa, hakuna kheri atakunyima. Na kukua Mwenyezi Mungu ameahidi katika hadithi nyingine, hadithi ya Salman al-Farisi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah yastahyi,
Mwenyezi Mungu anaona haya, na hizi sifa ambazo anazo binadamu ukisikia anasifiwa nazo Mwenyezi Mungu, basi zifawe kwake subhanahu wa ta'ala. Usije ukamfikiria Mwenyezi Mungu kwa sifa za viumbe. Hapa kuna somo kubwa la aqida ambalo tunatakiwa lijue. Chochote ambacho anasifiwa nacho Allah na tunasifiwa nacho sisi, ipeleke katika kauli yake Mwenyezi Mungu, laisa kamithlihi shay'un. Ile ni njia tu kutaka kukupa wewe njia muhimu ya kuweza kufahamu message unayopewa hapa, lakini sio kama sisi anavyoona haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu haya zetu sisi ni haya zinasababishwa na mambo fulani, lakini Allah anaona vipi haya? Allahu a'lam. Anasema Allah anaona haya, an yarfa al-'abdu yadayhi, kumwona mja wake amenyanyua mikono yake hivi, fayarudduhuma sifran, alafu Mwenyezi Mungu airudishe zero, haina kitu chochote ile mikono. Hadithi ya Bwana Mtume wameisimulia maimamu wanne, rawahu al-arba'a. Wanasema inna rabbakum hayyun karimun yastahi an yarfa'a 'abduhu yadayhi fayaruddahuma sifra. Mola wenu ni karim, ni jawad, ni karimu mno, anaona haya kumwona mja wake ameomba huko amenyanyua mikono, na mikono ile asirudishe imejaa, akairudisha sufuri, anaona haya. Hii ni kuonyesha kwanza kwamba mashru'iyatu raf'il yadaina inda dua. Ukiona kwamba kuna wakati unamwomba Mwenyezi Mungu, nyanyua mikono. Labda ziwe ni katika nyakati ambazo Mtume labda akakwambia usinyanyue au nyanyua kwa staili fulani, muombe Mwenyezi Mungu huku umenyanyua mikono, na Mungu hatairudisha mikono ile patupu. Yote haya tunayozungumza kwa kuambia wewe mfungaji, tumia vizuri wakati wako wafunga. Sasa unaweza ukauliza swali, wakati mzuri ni upi basi wa kufanya hii dua yangu? Hakuna wakati maalum, ni muda wote, kuanzia umefunga mpaka unafungua. Katikati pale tafuta wakati wako wowote umuombe Mwenyezi Mungu kwa ile dua ambayo umepewa nafasi hiyo, elekea kwa Allah, muombe Mwenyezi Mungu na Mungu atakupa. Ni wakati wowote, hakuna wakati maalum. Lakini tumesema kuna awqati ambazo ni madhanna ya kupokewa dua. Lakini pia ukimuomba Allah, dua ni ibada kubwa ndugu zangu. Angalia hizi aya ambazo zimekuja katika suratul Furqan, walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lahwi marru kirama